Basi ujumbe huu kufikia hili kusoni, uchaguzi uwe kwako, ufuate au usifuate, hiyo itakuwa ipo juu ya maamuzi yako mwenyewe, lakini inabidi injili upate kuisikia. Kwa hivyo kabla tujaanza, tunahitaji kufungua mahubiri yetu haya ambayo tumeleta katika mji huu, na mahubiri yetu tunayafungua kwa namna hii. Msomaji nipo, hebu nisaidie kitabu cha Timotheo kwanza 2 mstari wake wa kwanza. Anasemaje? Basi kabla ya mambo yote, nataka dua. Inasemaje? Basi kabla ya mambo yote, nataka dua na sala na maombezi na shukrani ndio zifanyike kwa ajili ya watu wote. Kwa hivyo kabla tujaanza mahubiri yetu haya, kabla hatujaendelea na mahubiri, Mungu anataka kwanza tuanze na sala, tuanze na dua na maombezi, ili kusudi ndipo tuanze mahubiri yetu. Kwa hivyo popote ulipo, inakukaribisha ujumuike pamoja nasi katika ufunguzi huu, na ikikupendeza zaidi pamoja nasi mpaka tutakapomaliza. Kwa hivyo popote ulipo, na kuwakaribisha tufungue. Tuombe. Mtakatifu Mungu wa mbinguni, kupitia kwa jina la Yesu Kristo, tunasema asante kwa sababu upendo wako mkubwa umeweza kutupa tena uhai mpaka leo, ukatujalia na afya njema mpaka tumefikia tena siku hii leo. Tunakuomba uwe pamoja nasi katika mahubiri haya, watu wako ambao umekusudia injili wapate katika mji huu, fungua akili zao wakapata kusikia injili yako, na hatimaye wakapata kukurudia wewe Mungu wa pekee wa kweli. Tunakuomba pamoja nasi ufariji na hilo Mungu, utujalie na neno lako tutakapotamka yatoke kwako wala si kwetu. Ulinzi wako utawale mahali hapa, na uwe pamoja nasi tunapoanza mpaka tutakapomaliza. Niomba kupitia kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Haya basi, tunataka kufungua vyema. Sasa tunaendelea na ujumbe wetu ambao tumetuleta mahali hapa, maana katika siku hizi za mwisho kuna ujumbe ambao unahitajika watu wote walioko katika mji huu au walioko katika dunia hii yote, wanahitajika waupate ujumbe huo, ili kusudi wasimama upande ambao watauchagua wao, imani ni upande wa Shetani au ni upande wa Mungu. Hivyo inakuwa ni jukumu lako kuchagua njia, lakini Yesu anasema siku inayokuja itakuwa ni siku ya pigo kubwa. Kwa hivyo ukiwepo maeneo haya au sauti hii unaisikia, basi nakukaribisha kusudi upate kujumuika pamoja nasi, upate kupata ujumbe huu. Na la kama hautaki kusikia ujumbe huu, basi wewe kujitetea vizuri kwamba hukusikia, itakufaa zile masikio au utafuta namna ambavyo hautayasikia mahubiri hayo, ili kusudi kuja kujitetea kwamba si kusikia, maana siku hiyo hakutakuwa na mtetezi wote. Msomaji, ndio naomba nisaidie kwanza kitabu cha Mathayo 24:37. Mathayo 24:37. Tuna ujumbe wa siku za mwisho. Hatuna ujumbe ambao tutakutabiria katika biashara yako upate pesa. Hapana. Tuna ujumbe ambao utakupatia uzima wa milele endapo utausikiliza. Hatuna ujumbe wa kukutabiria wewe upate pesa au kukuambia yote jirani yako anakuroga. Hiyo hatuna. Au mama yako anakuroga. Hiyo hatuna. Soma andiko. Anasemaje? Maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, Yesu anasema kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Kwa hivyo Yesu anatuambia kwamba katika siku hizi za mwisho, kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa siku za kuja kwake mwana wa Adamu. Maana siku zitafanana tu, isipokuwa sasa hivi ni kidijitali, watu wanaita kidijitali, lakini matukio yale yalikuwa wakati wa Nuhu na matukio yatakayokuwa sasa hivi wakati wa kurudi kwake Kristo yatakuwa ni yale tu, ni yale yanafanana vile vile. Yesu akasema kama vile zilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo zitakavyokuwa siku za kuja kwake mwana wa Adamu. Kwa hivyo siku za Nuhu watu walifanya nini? Hebu nisaidie Mwanzo 6.
kitabu cha Mwanzo 6 anzia mstari wake wa pili. Mwanzo 6 mstari wa pili anasemaje? Wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu. Anzia moja kabisa. Inasema ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, kwenye uso wa nchi, na wana wa kike walizaliwa kwao, wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu, watu wa Mungu wakaona binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wowote waliowachagua. Bwana akasema, roho yangu haitashindana na wanadamu milele. Kwa hivyo Mungu alipoangalia mwanamke anapozungumza katika unabii wa Biblia, sio mwanamke tu ambaye unamwona kama hao wanawake wanaotenda. Mungu anapozungumza mwanamke anazungumzia kanisa. Kwa hivyo wakati wa Nuhu watu walimwacha Mungu wa pekee wa kweli, wakafuata makanisa mengine, wakamchagulia tu mmoja mwanamke ambaye alimwona kwamba anafaa kwake. Kwa hivyo Mungu anazungumza habari za kanisa. Watu waliacha kanisa la Mungu la kweli, wakafuata makanisa mengine ambayo kila mtu aliyafuata, na ndivyo ilivyo siku ya leo. Siku za leo tunaona kuna makanisa mengi, madhehebu ni mengi, lakini makanisa hayo yote wanasema ni makanisa wanamtaja Kristo, lakini yote hayaelewani. Kila kanisa lina imani yake. Watu wanaweza kuacha makanisa hapa wakaenda mbali kabisa kufuata makanisa, lakini ukiuliza wewe kwa unapofuata ni nini, anakuambia kwa ndio Mungu yupo. Na hao wanaosali katika mji huu pia ukiuliza wanasema Mungu hapa ndipo alipo. Kwa hivyo makanisa yanakuwa elewani, lakini yote wanasema mfuata Kristo. Nisaidie kitabu cha Efeso 4:5. Watu wa zamani waliacha kanisa la kweli la Mungu wakaendea makanisa mengine. Mungu anasema wakachagua binti wanawake waliowaona kuwa wanafaa, wakawachagua, wakaacha kukaa katika yule mwanamke wa kweli. Soma andiko. Inasema Bwana mmoja, imani moja. Kwa hivyo kuna imani ngapi? Moja. Imani ngapi? Moja. Kwa hivyo tunapoona leo kuna watu wanaenda kusali, wengine huku, wengine huku, na kila mmoja na imani yake na sote hazielewani. Tunatambua kwamba nyakati hizi zimekuwa kama zile nyakati za Nuhu. Wakati wa Nuhu watu walikuwa hivyo, walikuwa wanasali katika madhehebu tofauti, walikuwa wanaenda katika manabii tofauti, walikuwa wakioa na kuolewa kama ilivyo sasa hivi. Lakini ilipofika ile siku ya hasira ya Mungu, nisaidie pale Mwanzo 6 mstari wa 3. Lakini ilipofika hasira ya Mungu, Mungu akamwambia Nuhu, akamwambia namna hii. Hebu soma andiko. Anasemaje? Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele. Kwa hivyo wakati huu ambapo watu wameacha kanisa la Mungu la kweli, wakafuata makanisa mengine au wakafuata imani nyingine, na Biblia ina msingi wa imani moja tu. Kwa hivyo Mungu akasema roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa sababu mimi ndiye niliyemuumba, lakini ameamua kuniacha na kuigeukia Mungu mwingine. Kwa hivyo roho yangu haitashindana na mwanadamu milele. Hebu soma 12 hapo 6. 12:6. Anasema Mungu akaiona dunia na tazama, imeharibika, maana kila mwenye mwili amejaribia njia yake duniani. Inasema Mungu akamwambia Nuhu, mwisho wa kila mwenye mwili umekuja mbele zangu. Kwa hivyo watu ambao kama ilivyo sasa, watu wamemchagulia imani zao, wakati imani ambayo imejengwa kwenye msingi wa Biblia. Maana Biblia imesema imani ni moja tu, hakuna madhehebu wala hakuna watu wa Kristo wengi makanisa. Kuna imani moja tu ndani ya Biblia. Ilipokuwa hivyo wakati wa Nuhu, Mungu akasema roho yangu haitashindana na mwanadamu milele. Na sasa hivi kuna yale ambayo yalikuwa wakati wa Nuhu. Yesu alisema yaliyokuwa wakati wa Nuhu ndio atakayokuwa siku za mwisho. Kwa hivyo tunapoona sasa hivi kuna madhehebu mengi,
kuna makanisa mengi, tunatambua kwamba ni siku za mwisho. Kwa hivyo Mungu akamwambia Nuhu, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele. Wameniacha mimi, wamefuata imani nyingine, wameacha imani yangu. Kwa hivyo nitamharibu mwanadamu katika uso wa dunia pamoja na dunia yenyewe. Endelea na andiko. Anasemaje? Mungu akamwambia Nuhu, mwisho wa kila mwenye mwili umekuja mbele zangu. Mwisho wa kila mwenye mwili umekuja mbele zangu, kwa sababu wameijaza dunia dhuluma. Basi nitawaharibu pamoja na dunia. Kwa hivyo nitawaharibu wanadamu pamoja na dunia yote. Mungu akamwambia Nuhu, akamwambia nitawaharibu kwa sababu wameniacha mimi na wamefuata miungu mingine. Wameniacha mimi wakafuata miungu mingine. Kwa hiyo akamwambiaje Nuhu? Soma 14 inasema, ujifanyie safina ya mti wa mvinje. Akamwambia ujifanyie safina ya mti wa mvinje. Fanya na vyumba ndani ya safina. Fanya na vyumba ndani ya safina. Ukaifunike ndani na nje kwa lami. Hivyo ndivyo utakavyofanya. Soma 16 nasema, uifanyie safina mwangaza, ukaimalize juu kiasi cha mkono mmoja. Ndio. Ukautie mlango wa safina katika ubavu wake. Ndio. Ukaifanyie dari 3. Ukaifanyie dari ngapi? 3. Dari ngapi? 3. Kwa hivyo wakati wa Mungu alipoona dunia watu wamemwacha, wakaendea madhehebu mengine, wakaenda katika makanisa ambayo Mungu hapatikani ndani. Mungu akamwambia Nuhu, nenda ujenge safina ya mti wa mvinje na ujenge ndani yake dari 3. Na Yesu akasemaje? Akasema katika kitabu cha Mathayo 24:37 ya kwamba kama zilivyokuwa wakati wa Nuhu ndivyo itakavyokuwa siku za kuja kwake. Saidia Mhubiri 1:9. Kwa hivyo kama ilivyokuwa wakati ule, kulikuwa kuna makanisa, kulikuwa kuna madhehebu na kulikuwa kuna manabii pia wa kufundisha, na wahubiri walikuwa wakihubiri mtaani kama ilivyo sasa. Naweza kuona watu wakihubiri kama vile ambavyo tunahubiri sisi, au huenda sisi tuko tofauti nao kidogo, lakini mnaona kuna wahubiri. Walikuwa wakati wa Nuhu, makanisa yalikuwa wakati wa Nuhu, na manabii walikuwa wakati wa Nuhu. Lakini Mungu akamwokoa Nuhu na familia yake watu 7. Wewe safina ikawa na watu 8 tu, lakini ilijengwa kwa dari 3. Soma andiko. Nasema, yaliyokuwako ndio yatakayokuwako. Na yaliyotendeka ndio yatakayotendeka. Wala jambo jipya hakuna chini ya jua. Kwa hivyo yaliyokuwako zamani ndiyo yatakayokuwako sasa, wakati wa siku za mwisho. Kwa hiyo sifikiri kuna jambo jipya utasema eti zamani zile walikuwepo, sasa hivi lipo. Ukiona wanawake sasa hivi wanatembea uchi, hata zamani zile walikuwepo wanatembea uchi. Ukiona sasa hivi kuna walevi, hata zamani zile kulikuwa kuna walevi tu. Watu waliingia makanisa waliyotaka wao, hawakufuata yale ambayo Mungu ameagiza. Hata sasa ndio hivyo. Watu wanafuata makanisa mengine, wanaacha kufuata kanisa la Mungu. Na kanisa la Mungu lipo ndani ya Biblia. Amesema kuna imani moja tu. Kwa hivyo Nuhu akajenga safina yenye dari 3. Na sasa hivi tuna safina nyingine. Maana Nuhu alipomaliza kujenga safina, aliwaambia watu waingie ndani ya safina. Aliwahubiria watu waingie ndani ya safina. Lakini watu wakamwona Nuhu kama wanacheza, wakamwona Nuhu kana kwamba amekosa kazi au ameanza kuchizika. Hawakumsikiliza. Kwa hivyo akajenga safina ya dari 3. Na leo tuna safina nyingine ambayo nayo tunahubiria watu wa mji huu kwa basi haya wapate kuingia ndani ya ujumbe wa safina hii. Na safina hii inapatikana katika Ufunuo wa Yohana 14 anzia mstari wa 6 hadi wa 10. Anasemaje?
14:6 nasema, kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu. Kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele. Mwenye injili ya milele. Hawahubiri hao wakao juu ya nchi. Hawahubiri hao wakao juu ya nchi. Na kila taifa. Na kila taifa. Na kabila. Na kabila. Na lugha na jamaa. Na lugha na jamaa. Akasema kwa sauti kuu. Akasemaje? Mcheni Mungu na kumtukuza. Kwa hivyo malaika anasema mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi. Kwa hivyo msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi, na bahari na chemchemi za maji. Na bahari na chemchemi za maji. Huyo ni malaika wa kwanza, anasema watu wamsujudie Mungu aliyeumba mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Malaika wa pili anasemaje? Kisha malaika mwingine wa pili akafuata akisema, akasemaje? Umeanguka Babeli. Malaika wa pili anasema umeanguka Babeli, mji ule ulio mkubwa, maana ndio ulioonyesha mataifa yote mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake. Kwa maana ndio ulioonyesha mataifa mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake. Kwa hivyo hao ni malaika watatu. Tuna ujumbe wa malaika watatu ambayo ndio safina ya wakati huo. Wakati ule wa mwanzo Nuhu alijenga safina ya dari 3, na sasa hivi tuna ujumbe wa malaika watatu. Nuhu aliwahubiria watu waingie ndani ya safina yenye dari 3, lakini watu hawakuingia. Watu walimwona Nuhu kama anacheza, na hata sasa bado kuna watu wanatuona tu kama tunacheza, wataona kama vile tumekosa kazi za kufanya. Kama ilivyokuwa wakati ule ndio itakavyokuwa wakati huo sasa. Hakuna jambo jipya chini ya jua, yote yalikuwako ndio atakayokuwako. Kwa hivyo wote mlioko hapa mjue tu kuna safina ya malaika watatu. Wa kwanza anasema mumche Mungu aliyeumba mbingu na dunia, akaumba na bahari na chemchemi za maji. Na malaika wa pili anasema Babeli imeanguka. Kwa hivyo watu wanahitajika watoke Babeli kabla Babeli haijaanguka pamoja nao, maana ikiwaangukia tayari itawaangamiza wote. Hivyo utoke, ikianguka ianguke yenyewe, utoke humo. Na malaika watatu wanasema yeyote atakayemsujudia mnyama au kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake, naye atakunywa katika hasira ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji. Ujiokoe nafsi yako, kwa maana siku inakuja ambayo itakuwa ni akilio na kusaga meno. Kwa hivyo yote anayofanya haya ni shetani. Shetani ndio amesababisha huu ujumbe ili uwepo. Kwa hivyo shetani ndio chanzo cha ujumbe huu kuwepo. Kama shetani asingepoteza watu wa Mungu, tusingekuwa katika mji huu kwa ajili ya kuhubiri Injili hii. Tungekuwa wote tumekaa katika utakatifu, lakini tumekuja hapa kwa sababu shetani alishaharibu akili za watu, akawaondoa watu katika uwepo wa Mungu, akawaingizia imani tofauti. Watu wakauoa kiroho, na sababu tuko hapa ili tuwaambie watu njia za shetani wapate kuzijua, watoke ndani ya shetani, watoke Babeli, wamfuate Mungu pekee wa kweli aliomba mbingu na nchi. Sasa nisaidie kitabu cha Ezekieli 28 kuanzia mstari wa 11 uende hadi 19. Tuone shetani njia zake anazopita ili kuwadanganya watu wa Mungu. Shetani njia anazozitumia ili kuwadanganya watu wa Mungu. Kwa hivyo wewe uwe makini kabisa kusikiliza, kwa sababu ukikosa kusikia hutajua shetani vile ambavyo anaabudiwa ndani ya makanisa leo. Maana leo watu wanamwabudu shetani ndani ya makanisa wakidhani wanamwabudu Mungu. Soma andiko Ezekieli 28:11. Ezekieli 28:11 anasemaje? Inasema, tena neno la Bwana likanijia na kusema, mwanadamu, mfanyie maombolezo mfalme wa Tiro, mwambie Bwana Mungu asema hivi, wewe ukitia muhuri kipimo, umejaa hekima na ukamilifu wa uzuri,
nzuri. Ulikuwa ndani ya Edeni, bustani ya Mungu. Kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako, hakiki na yakuti manjano na almasi, na zabarajadi, na shohamu, na yaspi, na yakuti samawi, na zumaridi, na baharamani, na dhahabu. Kazi ya matari yako na filimbi zako ilikuwa ndani yako. Katika siku ya kuumbwa kwako zilitengenezwa tayari. Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta. Wewe Shetani ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta. Nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Umetembea huku na huko, kati ya mawe ya moto. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa. Hata uovu ulipoonekana ndani yako. Kwa wingi wa utunzi wako watu walikujaza udhalimu ndani yako. Nao umetenda dhambi. Kwa sababu hiyo nimekutoa. Kwa nguvu katika mlima wa Mungu. Kama kitu kilicho najisi. Nami nimekuangamiza. Ewe kerubi ufunikaye. Utoke katika mawe hayo ya moto. Moyo wako uliinuka kwa sababu ya uzuri wako. Shetani, umeharibu hekima yako kwa sababu ya mwangaza wako. Nimekutupa chini. Nimekulaza mbele ya ufalme wapate kukutazama. Kwa hivyo Shetani mwanzo alikuwa mbinguni na alikuwa malaika mkubwa ambaye alikuwa na cheo kikubwa mbinguni. Na alipokuwa mbinguni kwa cheo chake kikubwa, alikuwa ni kerubi afunikaye. Aina zote za madini ambazo zimetajwa zilikuwa zimemfunika. Alikuwa anaonekana katika sura nzuri, alikuwa katika ubora zaidi, alikuwa kerubi afunikaye. Lakini wakati Mungu akimiliki pamoja na Yesu, Shetani alihitaji kuchukua nafasi ya Yesu. Unajua ya kwamba vita si kati ya Shetani na Mungu ambaye ni Baba, bali vita kati ya Shetani na Yesu. Shetani anataka kuchukua mamlaka ya Yesu Kristo, vile ambavyo Yesu anapewa ibada, na Shetani naye anataka apewe ibada vile vile. Kwa hivyo akaonekana dhambi ndani ya Shetani akiwa mbinguni, lakini Mungu alimpa nafasi ya kutubu Shetani akiwa mbinguni kabla hajatoka duniani. Lakini Shetani hakutubu. Aliona kile alichokifanya ni sahihi. Kwa hivyo akadanganya theluthi ya malaika mbinguni. Wakashirikiana naye ili kusudi waipinge sheria ambayo Mungu ameiweka juu ya Yesu Kristo. Saidia Isaya 14:12. Shetani akashindwa kutubu, akaamua kutubu kwa muda ambao alipewa wakati ametolewa katika cheo chake, hakutubu duniani. Lakini ule muda aliotolewa katika cheo chake, alipewa nafasi muda huo atubu ile rudisho katika cheo chake cha kerubi afunikaye. Lakini Shetani hakukubali kutubu, na mwisho wake Shetani akafanya vita. Soma andiko. Anasemaje? Isaya 14:12. Jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota wa alfajiri, mwana wa asubuhi, jinsi ulivyokatwa kabisa, Shetani, ewe ulioangusha mataifa, nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu,
kuliko nyota za Mungu. Nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano, katika pande za mwisho za kaskazini. Nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu. Kwa hivyo shetani mwanzo, kabla hajatupwa, mwanzo alikuwa kerubi Mordekai na aliwekwa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Lakini alipotolewa katika cheo chake, alipewa nafasi ya kutubu. Shetani alipewa nafasi ya kutubu, lakini hakutubu. Ametolewa katika cheo, hakutubu. Kwa hivyo akatupwa duniani, yeye na malaika zake, kwa sababu amekosa kutubu ile dhambi. Malaika ambao walimfuata wakatupwa pamoja naye, kwa sababu aligoma kutubu dhambi yake. Na akasema atakiinua kiti chake juu ya mlima wa mkutano. Maana yake anazungumzia nini? Hebu nisaidie kitabu cha Waebrania 12:22 Waebrania. Mlima wa mkutano, ujue ni nini? Wewe makini tu kusikiliza, kwa maana injili tunayohubiria, hakuna wahubiri wengine ambao waliozoeleka wakaletea injili kama hii. Sisi tumekuja na vitabu vingi hapa, huko vijaa vitabu. Hivyo tunasoma, tunakuja kuhubiri. Hatutahubiri maneno yetu tuyatoe katika akili zetu. Tutasoma ilivyoandikwa kisha tuwahubirie. Hivyo ilivyoandikwa. Soma andiko. Inasema, bali ninyi mnaofikiria mlima mlima Sayuni na mji wa Mungu aliye hai. Yerusalemu wa mbinguni na majeshi ya malaika elfu nyingi. Mkutano mkuu na kanisa la wazaliwa wa kwanza walioandikwa mbinguni. Kwa hivyo mlima wa mkutano ni kanisa la Mungu la wazaliwa wa kwanza. Shetani akasema atakiinua kiti chake juu ya mlima wa mkutano, ataweka kiti chake juu ya kanisa, ataweka kiti chake kanisani, atafanana na aliye juu. Aliyefanana na aliye juu ni nani? Msaidia Wakolosai 1:15. Aliyefanana na aliye juu ni nani huyo? Ambaye shetani amesema yeye ndiye atafanana naye. Unajua vita si kati ya shetani na Mungu ambaye ni Baba. Vita shetani anapambana vita yeye na Yesu Kristo. Soma andiko. Inasema, naye ni mfano wa Mungu asioonekana. Mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Kwa hivyo Yesu ni mfano wa Mungu asioonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Shetani akasema atainua kiti chake katika mlima wa mkutano wa Mungu, yaani atakiinua kiti chake kanisani na atafanana na yeye aliye juu, atafanana na Mungu. Wakati alifanana na Mungu ni mmoja tu, Yesu Kristo. Kwa hivyo shetani akaingia kanisani. Kabla anaingia kanisani, alifanya vita mbinguni, yeye na malaika zake. Alichukua malaika zake na Yesu Kristo akachukua malaika zake. Saidia 12 sawa na Ufunuo. Wasiseme tu tunasema maneno yetu, tusome kwa imeandikwa. Anasemaje? Kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka, yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Kwa hivyo shetani akachukua malaika zake na Yesu Kristo akachukua malaika zake, kukawa na vita mbinguni. Inasema nao hawakushinda. Shetani na malaika zake hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni, na mahali pao mbinguni pakafutwa kabisa, hapakuonekana tena. Yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani, aitwaye Ibilisi na Shetani. Aitwaye nani? Ibilisi na Shetani. Aitwaye nani? Ibilisi na Shetani. Kwa hivyo Ibilisi na Shetani wakatupwa hata nchi, wakatupwa yeye na malaika zake, kwa sababu alifanya vita na Yesu Kristo, kwa sababu alikuwa anahitaji cheo alichopewa Yesu, yeye alikihitaji pia. Kwa hivyo ikatokea vita mbinguni, shetani na malaika zake wakatupwa.
Inasema, anasemaje? Wakatupwa pamoja naye. Nikasikia sauti kuu mbinguni, ikisemaje? Sasa kumekuwa na wokovu, na nguvu, na ufalme wa Mungu wetu, na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu, mchana na usiku. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana-kondoo, na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Kwa hiyo shangilieni, enyi mbingu na nchi mkao humo. Enyi mbingu na wote mkao humo. Enyi mbingu nanyi mkao humo. Ndio. Ole wa nchi. Sasa hapa ndiko mahali ambapo penye tatizo. Baada ya shetani kutoka mbinguni akatupwa duniani, huko mbinguni alipigana vita yeye na malaika zake. Walipigana vita mbinguni, na walipopigana vita mbinguni hawakushinda, na vile hawakushinda wakatupwa duniani, asiweze tena kufika mbinguni na hatofika tena. Kwa hivyo akaondolewa mbinguni yeye na malaika zake, na alipokuja katika dunia hii, Biblia inatuambia ole wa nchi na bahari. Kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu, mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Kwa hivyo shetani ametupwa duniani hapa, na vile vita alivyofanya mbinguni vilivyokuwa kule, alipotupwa duniani tukapewa ole wa dunia, kwa maana amekuja kwenu ibilisi, shetani na malaika zake. Yesu anasema yeyote atakayemsujudia huyo mnyama na sanamu yake na kuyapokea chapa katika kipaji cha uso wake atakunywa katika hasira ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji. Shetani yupo katika dunia hii, na wakati ambao anajua ni mchache ili aende motoni, maana jehanamu haikuwekwa kwa ajili ya mwanadamu yeyote, haijawekwa kwa ajili ya mwanadamu yeyote. Jehanamu iliandaliwa shetani na malaika zake walioasi mbinguni. Lakini leo tunapoona wanadamu wanakwenda jehanamu kwa sababu wamemwacha Mungu, wanamfuata shetani. Uelekeo wa shetani, uelekeo wake ni moja kwa moja motoni. Uelekeo wa kumfuata Mungu ni moja kwa moja uzimani. Ziko njia mbili tu, hakuna njia tatu, ni mbili tu. Ukikosa ya kwenda mbinguni, utaipata ya kwenda jehanamu. Ili umfuate Mungu, utapata uzima wa milele, na umfuate shetani, uelekeo wake ni jehanamu ya moto ambayo alikuwa yeye na malaika zake tangu zamani. Kwa hivyo yeye akatupwa duniani. Alipotupwa duniani ataketi katika kanisa la Mungu. Isaidie Yuda 1 mstari wake wa 4. Yuda 1 mstari wa 4. Watu wanabeba Biblia zao siku za kwenda kwenye ibada, wanaenda makanisani, wanasomewa mistari 2-3, kisha wanarudi manyumbani, Biblia wanaibaki, wanaendelea na movie, wengine wanaendelea kucheza makamari, sijui kubeti, wengine wanaendelea na shughuli zao za kidunia. Biblia kuishika tena ni mpaka siku ya Jumapili waende ibada. Shetani hutakaa ujue vita anayopigana na nyinyi, hutakaa uweze kuifahamu. Lakini ukiwa ni msomaji wa kusoma Biblia, utaijua tu vita ambayo shetani anapigana na sisi, na anaabudiwaje ndani makanisa, utafahamu. Tunakosa kufahamu kwa sababu ya kutokusoma maandiko matakatifu. Soma maandiko. Inasema kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri. Kuna waliojiingiza kwa nini? Kwa siri. Kuna waliojiingiza kwa siri. Watu walioandikiwa tangu zamani. Hukumu hii. Ndio. Makafiri. Wabadiliwe neema ya Mungu wetu. Kuwa ufisadi. Nao humkana yeye aliye peke yake Mola. Humkana yeye aliye peke yake nani? Mola. Kwa hivyo kuna walioingia kwa siri
wakimkana yeye aliye peke yake Mola. Yaani afadhali wale ambao wanaweza kusimama wakampinga Mungu aliyewapekea hadharani kuliko wale Wakristo wa leo. Wakristo wa leo, hebu nisaidie kitabu cha 24:20 Mathayo. Wakristo wa leo wanaitwa Wakristo wa uongo. Wanampinga Yesu. Wanampinga Yesu si mwana wa Mungu. Wanampinga Mungu kwamba si wa pekee. Lakini wanampinga kwa roho. Ndio maana wanasema tu Yesu ni mwana wa Mungu, lakini ndani ya mioyo yao wanampinga vikali. Na watu walioingia kwa siri walioandikiwa kuhuri tangu zamani, makafiri, shetani na malaika zake waliandikiwa hukumu ya jehanamu tangu zamani. Wameingia makanisani wakawafundisha watu kumpinga aliye peke yake Mola, na wanampinga na Yesu Kristo mwana wa Mungu. Soma andiko. Kwa maana watatokea makristo wa uongo. Sasa hao makristo ambao ni makristo wa uongo wanazibeba Biblia zao siku za ibada tu, hawajui. Yani hata waambie amri za Mungu zimeandikwa wote ndani ya Biblia ni kwamba hawafahamu, kwa sababu wanabeba Biblia wanaenda kusikiliza tu yule anayewaongoza ndani ya ibada, badala ya kufuata Biblia na kuisoma wanasikiliza tu yale ambayo anazungumza anaendesha ibada. Na Mungu anasema usome. Hebu nisaidie Ufunuo 1:3. Ufunuo 1:3. Umeamua Biblia usome. Sio tu kila ambaye atakuhubiria na wewe ufuate, eti kwa sababu unamwita mpaka mafuta. Mpaka mafuta, amepaka mafuta na nani? Wakati Biblia yenyewe anaipigia kona. Maandiko matakatifu na amri za Mungu anazipigia kona. Anazifuata sheria za upagani. Alafu nasema amepaka mafuta. Mpaka mafuta na nani? Hebu soma andiko. Inasema, heri asomaye. Anasema heri asomaye na wao wayasikiao maneno ya unabii huu. Na hao wayasikiao maneno ya unabii huu. Na kuyashika yaliyoandikwa humo. Na kuyashika yaliyoandikwa wapi? Humo. Na kuyashika yaliyoandikwa wapi? Humo. Kwa hivyo yale yaliyoandikwa ndani ya Biblia, ule unabii ulioandikwa ndani ya Biblia, Mungu anasema heri wao wasomao na wale wenye kuyashika yaliyoandikwa humo. Kwa hivyo tunavyoendelea utajua kama wewe unashika au haushiki, na mchungaji wako kama anashika au hashiki. Tutaonyesha tu, maana Biblia imewasema hata hao wachungaji wenu ni watu aina gani, kwa sababu ni kutokusoma tu mkatambua. Kama mngekuwa mnasoma Biblia vizuri, tungekuwa na imani moja tu. Imani ni moja tu ambayo inapatikana kwenye Biblia, imejengwa kwenye msingi mmoja tu. Katika kitabu cha Efeso 4:5 anasema imani ni moja tu na Mungu ni mmoja tu, wala kwa Mungu hakuna madhehebu. Leo nakuta kuna dhehebu hili, kuna dhehebu, kuna kanisa, na makanisa yote kila mmoja anasema hapa ndio penye Mungu, lakini kanisa lilishafunguliwa tangu zamani. Kanisa la Mungu alijengwa kwa nyumba za matofali, kwa kujenga matofali. Kisikia mtu amejenga eti matofali anasema lile ndio kanisa la Mungu, hilo sio kanisa la Mungu. Hebu saidia 66:1 Isaya. Mungu anasema mbinguni ni mahali pake pa kuketi, duniani ni mahali pa kuweka mguu. Wewe kusema eti ni nyumba ya Mungu anajenga kwa matofali. Mungu hawezi kujengea nyumba ukapanga matofali ukaweka bati. Yaani wewe sisimizi akujengea nyumba ya mwanadamu, unaweza kujengea kwenye nyumba ambayo amejenga sisimizi. Mungu amejenga, Mungu anasema dunia. Hebu soma andiko. Inasema 66:1 Isaya. Bwana asema hivi. Mbingu ni kiti changu cha enzi. Mbingu ni kiti changu cha enzi. Na dunia ni mahali pa kuweka miguu yangu. Na dunia ni mahali pa kuweka nini? Miguu yangu. Mtanijengea nyumba ya namna gani? Mtanijengea nyumba ya nini? Ya namna gani? Mtanijengea nyumba ya namna gani? Kwa hivyo Mungu huwezi kujenga matofali ukasema eti umejenga kanisa la Mungu. Alafu watu wanaingia hapo wanasema wanamfuata Kristo. Wanaingia huku wanasema wanamfuata Kristo. Hawa imani zote wanakuwa hawaelewani, alafu wanasema wanamfuata Kristo. Imani ni moja tu na kanisa limejengwa ndani ya Biblia. Msomaji, ndio nisaidie kitabu cha Mathayo 16:18. Tuonyeshe watu hilo kanisa la Mungu limejengwa ndani ya Biblia ni lipi. Watu waache kuyafuata makanisa. Wakati wa Nuhu, watu waliyafuata makanisa, walichagua kama ilivyo leo. Nuhu
watu kulikuwa kuna makanisa mengi tu, madhehebu mengi. Watu wa Mungu wakaacha kukaa ndani ya kanisa la Mungu, wakayafuata madhehebu. Walipofuata madhehebu, Mungu akasema roho yangu haitashindana na mwanadamu milele. Mimi nimemuumba na ameniacha akafuata Mungu mwingine. Nuhu akapewa ujumbe wa kujenga safina. Nuhu akajenga safina ya dari 3, akahubiria watu waingie ndani ya safina hiyo, lakini watu hawakuingia, walimpuuzia Nuhu, wakamwona Nuhu kama anacheza kwao, kwa sababu watu, kulikuwa kuna wachungaji, kulikuwa kuna manabii, kulikuwa kuna wahubiri tofauti. Watu wakawafuata, wakaanza kufuata wale wa Mungu wa kweli, kwa hivyo wakaangamizwa. Yesu anasema kama ilivyokuwa wakati ule ndivyo itakavyokuwa wakati huu. Tuna ujumbe wa malaika watatu na kuambia watu ya kwamba watoke ndani ya Babeli, wamfuate Kristo katika kanisa la kweli la Mungu. Soma andiko. Inasema, anasemaje? Nami nakwambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Sasa juu ya mwamba ni Yesu Kristo, sio Petro kama wanavyosemaga eti mwamba ni Petro. Yesu kasema mwamba huu, sio mwamba huo, amesema mwamba huu. Maana yake mwamba ni Kristo na kanisa lake limejengwa juu ya mwamba ambao mwamba huo ni Kristo. Sasa kanisa hilo limejengwa sio la matofali. Kanisa hilo limejengwa ni kanisa la kiroho. Tunapokusanyika mahali hapo linaitwa kanisa la Mungu. Wote wanapokutana mahali, hata kama ni 2 au 3 wanapokusanyika, hilo linaitwa kanisa la Mungu. Na Mungu jue hana watu wengi, kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu. Waliponywa katika ulimwengu wote, walikuwa na watu 8 tu, na wakati huu wa dunia kuisha watakuwa na watu wachache sana. Mungu amesema watakuwa na wachache, wengi wataangamia. Sio kwamba eti watakuwa na wengi, wana makanisa mengi, wasema eti watu wote wataenda. Hata tunavyozungumza, hata Waadventista wa Sabato, sio Waadventista wa Sabato, sio watu wa Jumapili, sio yeyote anayejiita mtu wa Kristo, anahitajika asikilize injili hii, maana shetani alishaingia ndani ya imani, akavuruga imani. Watu wanamwabudu shetani. Ukikosa taratibu ambazo Mungu ameziweka, basi walikuwa unamwabudu shetani nawe haujui. Kwa hivyo shetani alikuja duniani na akaingia ndani ya kanisa. Alipoingia ndani ya kanisa akasemaje? Msomaji, ndio nisaidie kitabu cha Danieli 7:25. Ujue ya kwamba shetani halali ana ghadhabu nyingi, kwa maana anajua wakati wake wa kwenda kuhukumiwa, wakati wa kwenda motoni umebaki mchache sana. Hivyo anavipiga vile vita alivyokuwa kuvipiga mbinguni, anavipiga duniani. Tunaonyesha kiti cha enzi cha shetani amekiweka duniani na cha mnyama amekiweka duniani. Kama kiti chake cha enzi kipo katika dunia hii, basi ujue dunia hii ipo chini ya utawala wa shetani. Shetani anatawala dunia hii, anaipeleka kama anavyotaka yeye, na ndio sababu tunahubiria watu ili kusudi watoke Babeli, waache kumwabudu shetani, wamfuate Mungu pekee wa kweli. Soma andiko 7:25 Danieli. Anasemaje? Anasema naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Kwa hivyo shetani ameingia kanisani. Baada ya kuingia kanisani, amesema atanena maneno kinyume chake aliye wapi? Aliye juu. Aliye juu ni nani? Mungu. Kwa hivyo atanena maneno kinyume cha Mungu. Wakati Mungu amesema nenda, yeye akasema rudi, maana anakwenda kinyume chake aliye juu. Naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu. Naye ataazimu kubadili majira na sheria. Na nini? Na sheria. Kwa hivyo hivi vyote ukibadili majira, ukibadili sheria za Mungu, wewe utakuwa katika utaratibu wa kumwabudu shetani. Wewe tuambie vile shetani kabadilisha majira na vile shetani alivyobadilisha sheria za Mungu. Maana sheria za Mungu zipo ndani ya Biblia, wala zipatikani sehemu nyingine zaidi ya ndani ya Biblia tu. Ukiona kuna vitabu vingine vimeandika amri tofauti na hizi, ujue unafuata sheria za shetani. Amesema atabadilisha sheria, atabadilisha majira. Hebu sasa nisaidie amri Kutoka 20 anzia mstari wa kwanza.
Angalia amri ya kwanza inasema, amri ya kwanza inasemaje? Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Ya pili, usijifanyie sanamu ya kuchonga. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Ya tatu, usilitaje jina la Bwana Mungu wako. Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Ya nne, ukumbuke siku ya Sabato utakaso. Ya tano inasema, waheshimu baba yako na mama yako. Ya sita, usiue. Ya saba, usizini. Ya nane, usiibe. Ya tisa, usimshuhudie jirani yako uongo. Ya kumi, usitamani. Kwa hivyo hizo ni amri zilizoko ndani ya Biblia, si ndio? Ndio. Shetani akasema ataazimu kubadili sheria za Mungu ili kusudi apate ibada. Ndio Mungu alisema watu wampe Yesu ibada ambayo anapewa Mungu na Yesu aipate. Kwa sababu gani? Nisaidie Yohana 5:23. 5:23 Yohana. Kwa nini Yesu anapewa ibada? Na shetani amesema atabadilisha sheria, maana shetani na yeye anahitaji kuabudiwa kama vile ambavyo Yesu anapewa ibada na shetani naye anataka kuabudiwa. Soma andiko 5:23 Yohana. Yohana Injili anasema ili watu wote wamheshimu Bwana. Kwa hivyo Mungu amesema watu wamwabudu Yesu kama vile wanavyomwabudu Mungu, ili kusudi watu wanavyomheshimu, ili watu wote wamheshimu Bwana kama vile wanavyomheshimu Baba. Kama vile wanavyomheshimu nani? Baba. Kwa hivyo shetani yeye anahitaji na yeye kuabudiwa awe watatu. Kwa hivyo amesema atabadili sheria za Mungu, na sheria za Mungu tumezitaja. Sasa nichukulie katekisimu, fungulie amri, fungua hizo amri 10 hapo, alafu tuzisome uone kama zinaenda sawa na kukurudia. Ikiwa ziko sawa za kufuata, uone shetani mahali alipowachange watu, alipobadilisha watu akili, wanamwelekea yeye na hawajui, wanabeba tu Biblia wanaenda makanisani, lakini zamani sana walishapelekwa motoni, hawajui, wameshakufa tayari, bado tu kupelekwa kaburini. Maana kifo cha kiroho ni kibaya kuliko kile cha mwili. Cha mwili utauliwa, lakini utafufuliwa, ila cha kiroho ukifa, wewe unakufa moja kwa moja na kupotea. Ukifufuliwa ni hukumu kwenda motoni. Mfuata shetani. Inasema amri ya kwanza inasemaje? Taito kwanza. Inasemaje? Katekisimu ya watu Katoliki. Kwa wanaoandaliwa kwa komunyo ya kwanza, ndio kipaimara na kupokewa katika kanisa Katoliki. Kwa hivyo sasa hizi zinafundisha tangu watoto wadogo. Leo Wakristo ambao wamepata amri hizi wamefundisha tangu wakiwa watoto wadogo. Wakishashika hizi tangu watoto wadogo, Yesu alisema Injili au imani, utakatifu kama vile unavyoingia watoto wadogo, usipoingia kwa ukiwa mdogo, ukiwa mkubwa ni kazi sana wewe kusikia Injili na kuamini. Maana mtoto mdogo ni rahisi kuelewa kuliko mtu mzima kuelewa. Kwa hivyo anasema watoto wadogo wakaanza kufundishwa, wakaanza kupewa somo tangu wakiwa wadogo. Anasemaje? Amri ya kwanza, amri za Mungu. Ya kwanza anasema mimi ni Bwana Mungu wako. Usiabudu miungu mingine. Hiyo hata sisi iko sawa. Ya pili inasemaje? Usilitaje bure jina la Mungu wako. Hiyo ya pili inasema hivi. Ndio. Ya tatu shika kitakatifu siku ya Mungu. Ya nne waheshimu baba na mama upate miaka mingi na wewe duniani. Ya tano usiue. Ya sita usizini. Ya saba usiibe. Ya nane usiseme uongo. Ya tisa usitamani mwanamke asiye mke wako. Mke wako. Ya 10 usitamani mali ya mtu mwingine. Kwa hivyo kwenye hiyo katekisimu amri za kutamani ni ngapi? Ziko 2. Kwenye Biblia amri za kutamani ni ngapi? 1. Kwa hivyo kwenye Biblia kuna amri za kutamani moja. Kwenye katekisimu ziko 2. Kwa nini huko zile 2 na kwenye Biblia iwe moja? Hebu nisaidie amri ya 4 ya pili kwenye Biblia. Amri ya pili kwenye Biblia inasemaje? Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Hapo kwenye katekisimu haipo. Hiyo ya kuchonga sanamu kwenye katekisimu ipo? Haipo. Kwa hivyo amri ya kuchonga sanamu ikaondolewa, si ndio? Ndio. Na zikabaki 9. Hebu nisaidie kwa sababu ndio baki 9. Katika amri 10 ukiondoa moja zinabaki 9. Nisaidie 22 Ufunuo. Ufunuo 22:18.
Kwa hivyo wakaondoa amri moja ya usijifanyie sanamu ya kuchonga, zikabaki 9. Soma hiyo. Inasema anasemaje? 22:18 Ufunuo. Namshuhudia kila mtu ayasikiaye maneno ya unabii wa kitabu hiki. Asikiaye maneno ya unabii wa kitabu hiki. Mtu yeyote akiyaongeza maneno hayo, Mungu atamwongezea hayo mapigo yaliyoandikwa katika kitabu hiki. Mungu atamwongezea mtu atakayeongeza maneno ya unabii huu, atamwongezea mapigo hayo yaliyoandikwa huko. Mungu ataongeza zaidi. Na mtu yeyote akiondoa lolote katika maneno ya unabii wa kitabu hiki, ndio Mungu atamwondolea sehemu yake katika ule mti wa uzima. Kwa hivyo Mungu akasema usiongeze neno wala usipunguze neno, haya yaliyoandikwa yametosha. Lakini tunaona katika kitabu hichi imeondolewa amri moja ya usijifanyie sanamu ya kuchonga, ikaondolewa hapo. Na ndio leo unaona watu wanachonga masanamu kwenye makanisa yao, wanachonga masanamu kwenye makanisa yao kwa sababu hakuna cha kuwakataza. Wameondoa amri moja, kwa hiyo zitabaki 9. Wakachukua amri ya 10. Hebu nisaidie amri ya 10 kwenye Biblia, wakabadilisha. Shetani amesema atanena maneno kinyume chake yaliyo juu. Usipojua hii hutajua njia za Shetani ambazo anatumia kwa kupiga nazo mieleka. Soma inasema yote fungu kabisa. Inasema usitamani nyumba ya jirani yako, usitamani usitamani mke wa jirani yako, wala mtumwa wake, wala mjakazi wake, wala ng'ombe wake, wala punda wake, wala chochote alichonacho jirani yako. Si ni amri moja hiyo ya usitamani? Hebu nisaidie ya 9 kwenye katekisimu. Ya 9 nasemaje? Inasema usitamani mwanamke asiye mke wako. Ya 9. Na usitamani mali ya mtu mwingine. Kwa hivyo ile amri ya 10, kwa sababu wameondoa amri moja katika zile amri 10, zitabaki 9. Na kwa sababu watu wanajua tu ya kwamba Shetani anajua ya kwamba watu wanajua amri za Mungu ni 10, ili asionekane mahali ambapo alipowapiga watu mweleka, alipowachinja watu, akachukua ile amri ya 10 akazigawa mara 2, ikapatikana ya 9 na ya 10. Wakati kwenye Biblia amri ya kutamani ni moja. Mungu anasema usitamani chochote cha jirani yako, iwe mke wake au mali yake yoyote alionayo. Lakini baada ya kuondoa amri ya 2, wakachukua amri ya 10 wakaigawa mara 2. Amri ya kutamani mke ikawekwa peke yake na ya mali ikawekwa peke yake, ili kusudi ipatikane ya 9 na ya 10 baada ya kuondoa ile ya 2 ya usijifanyie sanamu ya kuchonga. Soma hiyo, usijifanyie sanamu ya kuchonga. Amri ya 2 inasemaje? Amri ya 2 inasemaje kwenye Biblia? Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Usijifanyie sanamu ya kuchonga, wala mfano wa kitu chochote, kilicho juu mbinguni, kilicho duniani, au kilicho majini chini ya dunia. Kwa hivyo Mungu akasema hivi, usichonge sanamu ukaifananisha na kitu chochote kilicho chini duniani, kilicho kwenye maji, kilicho mbinguni, au kilicho mahali popote katika uso wa dunia. Usichonge sanamu ukaifananisha na kitu chochote kilicho chini ya dunia, kilicho majini, kilicho juu mbinguni. Inaendelea kusema usivisujudie wala kuvitumikia. Kwa kuwa mimi Bwana wa Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao, hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao, nami na warehema elfu ndio wanipendao na kuzishika amri zangu. Kumbe Mungu anawapenda wanaozishika nini? Amri zake. Kwa hivyo hawa wakabadilisha sheria za Mungu kwanza, wakachonga sanamu. Wakati Mungu amesema usichonge ukaifananisha na chochote, wakachonga sanamu wakaifananisha na watu waliokufa Mariam. Wakachonga sanamu
wakaifananisha na Yesu, wakati Yesu yuko mbinguni, na Biblia imesema usitende sanamu ukaifananisha na kitu chochote kilicho juu mbinguni, wala usitende sanamu ukafananisha na kitu chochote kilichoko chini ya dunia wala kwenye maji. Wakachonga sanamu wakaifananisha na Yesu, wakachonga sanamu wakaifananisha na Maria ambaye alishakufa. Tutakuja kumwangalia kwa ndani, maana anasema Maria utuombee, wakati mwombezi ni mmoja tu, Yesu Kristo. Mtu aliyekufa na hajawahi kufufuka wanaomba waombee, sijui waombee nini. Tutakuja kuona tu kadri siku zinavyoenda, tunazidi kuwachagua. Wakabadilisha sheria ya Mungu, wakachonga vinyago, wakawa wanavisujudia. Maana ukienda katika hizo sanamu zilizochongwa lazima uziinamie, uzipe heshima. Mungu anasema usivisujudie, lakini watu wanavisujudia sanamu ambazo ziongei, zina macho lakini hazioni, zina mdomo lakini hazisemi. Watu wanavisujudia. Wakabadilisha majira. Hebu akasema tabadilisha majira na sheria. Leo majira yamebadilishwa, yanaenda kwenye mfumo wa 666 chapa ya mnyama. Watu wanaenda katika mfumo wa 666 kwa kutumia majira yalishabadilishwa, na watu hawana habari. Watu wanaenda tu kwa sababu wao ni watu wameshikwa kama vipofu, wanapelekwa wasipopajua. Inakuwa kama vile mtu amekushika mkono anakupeleka mahali ambapo wewe unapoelekea kama kipofu. Unakubali chochote tu kwa sababu umeambiwa kidijitali au umehubiriwa na wachungaji wako. Wakabadilisha majira namna gani? Leo siku ya Mungu inaanza jioni. Msaidie Mwanzo 1:15. Mwanzo 1:5. Siku ya Mungu inaanza jioni na inaisha jioni. Mungu ameweka hivyo. Tunasoma maandiko, Biblia zipo na vitabu vipo. Atutoe maneno yetu katika midomo na hautapata injili kama hii baada ya sisi kutoka hapo. Tutakuwa hapa siku 3, Mungu atakavyotujalia. Tutachambua vizuri na tutawaelekeza vizuri. Yeye mwenye kusikia na asikie, na mwenye kufuata afuate. Soma andiko. Inasema, Mungu akaita nuru mchana. Mungu akaita nuru mchana na giza kaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi siku moja. Kwa hivyo siku inaanza saa ngapi? Inaanza jioni na inamalizika jioni kwa masaa 24. Inaanza jioni, inamalizika jioni. Kwa hivyo siku ya Mungu inaanza jioni, lakini siku ya shetani inaanza saa 6 kwa sababu yuko kwenye mfumo wa 666. Kwa hiyo ikifika saa 6 usiku, siku ya mwanzo inabadilikia pale, saa zinabadilika pale. Kwa hiyo ikifika saa 6, ukasema siku ndio imebadilika, ujue wewe upo kwenye mfumo wa 666. Saa asubuhi inaandika 7, mtu anasema ni saa 1. Ukimuuliza mtu ni saa ngapi, anakwambia ni saa 1, lakini imeandika 7. Unamuuliza kwa nini useme ni saa 1 na imeandika 7, anakwambia eti ninasema Kiingereza. Kuna Kiingereza gani 7 iwe 1? Hiyo ni Kiingereza cha wapi? Watu wanakwenda kwenye mfumo wa 666 lakini hawafahamu, hawana habari. Wacha tuwaambie 7 ni 1, ni moja ni ya Mungu, lakini sababu shetani amesema atakwenda kinyume chake aliye juu. Kwa hiyo shetani anaambia mwisho kurudi moja. Msomaji, ndio naomba kwanza tuanze kwenye majira hapo. 7 ikisema 7 ukitoa 1 inabaki ngapi? 6. Inabaki 6. Ndio. Lakini wao kuambia saa ngapi wanasema ni saa 1 na imeandika saa 7. Imeandika 7. Ndio. Ikifika saa 2 inaandika 8. 8 ukitoa 2 inabaki ngapi? 6. Ni 6. Ndio. Lakini ukimuuliza mtu anasema ni saa 2. Ikifika saa 3 asubuhi saa inaandika 9. Ukimuuliza mtu anakwambia ni saa ngapi? Saa 3. Lakini imeandika 9. 9 ukitoa 3 inabaki ngapi? 6. Hivyo saa 4, hivyo saa 5, hivyo saa 6, hivyo. Kwa hivyo watu wanakwenda kwenye mfumo wa 666. 666 namba ya mnyama, wakabadilishiwa majira, wakabadilishiwa na sheria za Mungu zikabadilishwa hapo. Watu wanakwenda kinyume. Amri za Mungu zilizopo ndani ya Biblia, hizi ukizifuata
ndani yake pana ibada, ndani ya hizo amri pana ibada. Lakini ukishabadilishiwa amri hizo, ukishabadilishiwa hizo amri zilizopo ndani ya Biblia, basi kwako haitakuwa tena ibada, kwako itakuwa ibada yako itakuelekea shetani moja kwa moja, kwa sababu amesema atakiinua kiti chake juu ya kanisa la Mungu, atainua kiti chake juu ya kanisa, na ameingia kwa siri ndani ya kanisa, anaabudiwa pasipo watu kufahamu. Kiti cha enzi cha shetani kiko wapi? Somaji, ndio. Hebu nisaidie kitabu cha 2:13 Ufunuo 2:13. Kiti cha enzi cha shetani kipo katika dunia hii, na kwa sababu yuko duniani, vita ile ambayo anapigana nayo, ile aliyopigana mbinguni, ndio hiyo anayoendeleza katika dunia hii, ile anataka ibada. Anasemaje? Napajua ukaapo ndipo kwenye kiti cha enzi cha shetani. Kwenye kiti cha enzi cha nani? Shetani. Kiti cha enzi cha nani? Cha shetani. Kwa hivyo shetani kiti chake cha enzi kipo duniani. Hakuna siku utaenda kanisani eti muone shetani hivi, eti ndio useme unamwabudu shetani. Mambo yanayofanyika, hebu nisaidie Thessalonike wa pili 6:12. Waefeso 6:12 inasema, Waefeso 6:12 mstari huo. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme, na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya, katika ulimwengu wa roho. Kumbe ni katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Tunapozungumzia kumwabudu shetani, hautamuona kwenye hivi ataonekana kwa macho yako. Tunamwabudu mambo haya ni katika roho, mambo ya kiroho. Hatuongelei mambo eti kwamba kuna siku utamuona shetani yule pale ndio ukose kumwabudu. Unamwabudu shetani katika roho ikiwa wewe mwenyewe haufahamu, kwa kutokuzishika sheria za Mungu. Wewe leo unazishika sheria za kwenye vitabu vya pembeni, unaanza kuzishika sheria za Mungu. Wewe unajua kwamba wewe ni motoni moja kwa moja. Sharti kuzishika sheria za kwenye Biblia. Tuuliza kwamba Yesu alisema ili kusudi uingie mbinguni, ili kusudi upate uzima wa milele, unatakiwa kufanya nini? Nisaidie kitabu cha Mathayo 19:16. Ili upate uzima wa milele unatakiwa ufanye nini? Maana shetani tumesema alikuwa mbinguni kama malaika mzuri, akaasi akatupwa duniani ameketi kanisani, na kanisani hapo anahitaji kuabudiwa. Kiti cha enzi cha shetani kipo katika dunia hii, anahitaji kuabudiwa. Kwa hivyo wewe unabeba Biblia, usipojua kama shetani anapigana hiyo vita pamoja nawe, hutaweza kupigana naye vita, maana hayo ni mambo ya kiroho wala si katika mwili. Shughuli na anasa za dunia zinafanya watu wanakosa kusoma Biblia. Biblia watu wanazo, lakini kusoma wamekuwa wavivu. Wanasubiri watu tu kuwahubiria, wanasubiri kuhubiriwa tu na watu. Kuna wakati ambapo utafika hamtaona wahubiri tena wakihubiria. Kuna wakati utafika ujumbe wa kweli hamtausikia tena. Sasa kama hutausikia na kusoma, utajuaje nyakati zinazokuja? Maana Biblia hii imeeleza siku za mwisho, imeeleza dunia ilipotoka mpaka inapoenda, inapoishia. Wewe kama usomi utajuaje? Wakati wa kurudi kwake umeandikwa, utajuaje na usomi? Soma andiko. Inasema, natazama mtu mmoja akamwendea akamwambia, Mwalimu, nitende jambo gani jema? Ili nipate uzima wa milele. Huyu ni mmoja tajiri alimfuata Yesu, akamwambia Yesu, ili nipate uzima wa milele, ninatakiwa nitende jambo gani? Akamwambia Yesu akamjibu akamwambiaje? Kwani kuniuliza habari ya wema? Kwa nini kuniuliza habari ya wema? Aliye mwema ni mmoja. Ndio. Lakini ukitaka kuingia katika uzima, nini? Uzima. Zishike amri. Zishike nini? Amri. Amri. Kwa hivyo amri za Mungu tumesema hazipatikani nje ya Biblia. Kama kuna vitabu vilivyoandika amri
nje ya Biblia, hivyo vitabu vikatae kwa njia leo, havihitajiki kwa Mungu. Mungu ana amri zake alizompa Musa kwenye ule mlima Sinai azilete kwetu, na ukizifuata amri hizi ndani yake kuna ibada zipo hapo, zinapatikana ndani ibada na taratibu za Mungu zinapatikana ndani ya sheria. Hii Biblia yote unayo tangu mwanzo mpaka Ufunuo, injili yake inakuhubiria tu kuzilenga zile amri, na amri hazijabadilishwa. Maana kuna wengine wanasema amri zimebadilishwa. Yesu alikuja na amri nyingine ya upendo. Yesu alileta amri ya upendo, kwa hivyo amri nyingine azifuate. Lakini Yesu anasema ukitaka kuingia katika uzima wa milele uzishike amri. Saidia Warumi 13 mstari wa 8. Watu wanasema amri ni upendo. Yesu alileta upendo. Ukiwa na upendo, wewe huwezi kuzivunja sheria za Mungu. Maana Yesu alileta upendo kweli, ndio. Lakini upendo huu alioleta ni ili wewe uzishike amri. Hakuleta upendo ili uzivunje amri. Soma andiko. Inasema, msiwiwe na mtu chochote isipokuwa kupendana. Kwa maana ampendaye mwenzake inasema ametimiza sheria. Kwa hivyo si ndio hiyo anasemaje? Ndio. Kwamba ukiwa na upendo wewe umetimiza sheria. Ndio. Kwa hiyo Yesu alileta upendo tu, aidha amri nyingine zilishakwisha tangu zamani. Lakini ukimwambia mtu tuwe na Mungu mwingine, anakwambia hapana. Kwa nini? Ni amri yake. Na ni amri yake gani wakati zilishakwisha? Wanalenga amri moja tu ya Sabato. Hiyo ndio amri ambayo watu wanaipigia kona. Hizo nyingine zote wanazishika, lakini amri hiyo moja tu, amri ya 4, wanakosa kuishika. Wanasema zilikushaga zamani. Inaendelea kusema maana kule kusema usizini, usiue, usiibe, usitamani. Na ikiwapo amri nyingine yoyote inajumlishwa katika neno hili ya kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako. Kwa hivyo amri za Mungu zinakufanya wewe umpende Mungu na kuzishika amri zake. Amri za Mungu zinakufanya wewe umpende jirani yako. Usipokuwa na upendo, vyote hivyo utaweza kumfanya. Na ndio maana Yesu anasema ukinipenda utazishika amri zangu. Kwa sababu upendo hauleti magombano. Upendo unafanya uzishike amri. Upendo unafanya umpende jirani yako. Leo tunaona majirani wanagombana sana. Majirani ni kwa sababu tu upendo katikati yao hamna. Upendo umepotea, watu wanagombana. Mungu alileta upendo ili kusudi uzishike amri. Nisaidie 14:12 Ufunuo. Mungu ameleta upendo ili wewe uzishike amri. Hakuleta upendo ili kusudi wewe umchukie jirani yako, au kusudi wewe eti uzishike amri za Mungu baadhi na nyingine ziache. Hebu soma andiko. Anasemaje? Hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Kwa hivyo ukizishika amri za Mungu wewe unakuwa ni mtakatifu. Na amri za Mungu zinapatikana tu ndani ya Biblia, hazipatikani cha mwingine. Usije ukachukua kitabu cha pembeni, maana sasa hivi Injili, kwa sababu Biblia hawezi kubadilisha maneno, kwa sababu Mungu ni mkubwa, anailinda Biblia. Watu wameandika vitabu vya pembeni, na hivyo vitabu vya pembeni wameviweka katika makanisa yao kama sheria. Wewe uvifuate vile vitabu. Hata Biblia haisomi kama vinavyosoma vile vitabu. Hivyo vitabu mpaka kuna darasa wanaliita darasa la kipaimara. Ile darasa linafundisha kusoma katekisimu, wanafundisha kusoma vitabu vya pembeni, lakini Biblia hawafundishi kusoma Biblia. Kwa hivyo mtoto mpaka kufika mtu mzima anajua tu amri zinapatikana ndani ya katekisimu, lakini kumwambia anifungulie amri zinazopatikana ndani ya Biblia hajui hata zinapatikana katika sura gani, kwa sababu watu hawapendi kusoma, wanasubiri tu watu kuwahubiria. Ninamwambia ukweli, kuna wakati utafika hauntamwona mhubiri kuhubiria Injili tunawahubiria, na Biblia ambayo mnaiona mmekosa kuisoma. Kuna wakati mtakapofika
hata utaiangalia na usielewe namna yoyote, itaondolewa kwako. Utawatafuta watumishi wa kufundisha kweli, utawakosa. Wakati ndio huu ambao unahitajika sasa hivi ufanye matengenezo pale mahali palipoharibika, pale mahali palipobomoka, ukafanyia matengenezo. Sio kuwadharau tu eti hawa ni wahubiri tu wamekosa kazi, hao vijana wamekosa kazi za kufanya, wamekuja hapa ili kutafuta sadaka. Wewe unakuta sadaka ya mtu wala tunakuja kwa ajili ya faida nyingine yoyote ya kidunia. Tumekuja kwa ajili ya ujumbe huu mmoja tu. Hebu nisaidie kitabu cha Ezekieli 3:27. Tumekuja kwa ujumbe huu wa kweli, injili ya kweli ambayo tumetumwa na Kristo. Amesema nendeni ulimwenguni mkaihubiri injili. Ilifaa sisi ambao tumeweza kuijua injili tungeweza kukaa majumbani kwetu tumsubirie Kristo arudi, lakini kwa sababu tumepewa injili hii na mwanga huu na Kristo anawahudumia watu wake, akatuambia kuna watu wengine wanahitajika wapate injili hii. Kwa hiyo nendeni katika ulimwengu wote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Yeye aaminie na kubatizwa ataokolewa. Tunahubiri kwa sababu gani? Soma andiko. Inasema lakini hapo nitakaposema nawe nitafungua kinywa chako na utawaambia Bwana Mungu asema hivi. Yeye asikiaye na asikie, naye akatae maana wao ni nyumba yenye kuasi. Na ndio sababu sisi tunahubiri injili hii. Hakuna mtu atakayelazimisha kwamba eti wewe ni lazima umfuate Kristo. Injili yetu au Biblia au Mungu alazimishi, hata kama wewe ni mwenyewe. Ukitoka wewe uende kwa amani tu, sio kwamba ukitoka utauawa. Maana kuna imani nyingine ambazo ukishajiunga, ukitoka katika imani hizo, wewe unakatwa kichwa, wewe ni wakuuawa. Kwa sababu gani? Kwa sababu hiyo ni imani yao. Imani ya Mungu akuvunja kukupa uchaguzi. Hata wewe unazitenda dhambi, azitendee dhambi ni nani? Hebu nisaidie waraka wa kwanza wa Yohana 3:8. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:8. Naona ni beti. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:8. Azitendee dhambi ni mmoja tu. Kwa hivyo yeyote ambaye anayetenda dhambi ajua anamfuata tu huyo mmoja. Inasema wewe uko katika imani, ukitoka nje ya imani, maana yake wewe umetoka kumfuata Mungu, umetoka kwa Mungu ukamfuata shetani. Lakini ukitoka kwa shetani, shetani atakwambia wewe ule aliyetoka muue, kwa sababu ameasi. Lakini sheria ya Mungu, Mungu amekupa uhuru wa kuchagua. Kama usipomfuata ukamfuata shetani, subiri siku ya mwisho atakapohukumu ulimwengu uende motoni. Soma andiko. Inasema atendaye dhambi ni wa ibilisi. Kumbe atendaye dhambi ni nani? Wa ibilisi. Inasema kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa hivyo ibilisi alitenda dhambi tangu lini? Mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Ndio. Kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake. Ndio. Wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Katika hili watoto wangu ni dhahiri. Katika hili watoto wa Mungu ni dhahiri. Na watoto wa ibilisi nao. Kwa hivyo kuna watoto wa Mungu na kuna watoto wa ibilisi. Sio kasema eti tunaomba na Mungu kwa hivyo hakuna mtoto wa shetani. Ni kweli tumeomba na Mungu wote, lakini kuna waliochagua kumfuata shetani na kuna waliochagua kumfuata Mungu. Mungu anasema katika hili la kutenda dhambi, watu wanaotenda dhambi na ibilisi. Katika hili ni dhahiri kwamba kuna wasiotenda dhambi, hao ni wa Mungu, na wale wanaotenda dhambi ni wa shetani, kwa maana shetani alitenda dhambi tokea mwanzo. Kwa hivyo kuna watoto wawili tu. Ukikosa kuwa kwa Mungu, utakuwa kwa shetani. Hizo ni njia mbili, utaweza kugeuka. Ukiona kwa Mungu yupo,
ujue uko kwa shetani, unasaidia tu ya kukodoro. Na ili umfuate Mungu, ili uende mbinguni, hebu nisaidie kwanza kitabu cha waraka wa kwanza Yohana 2 mstari wa kwanza. Waraka wa kwanza Yohana 2:1. Ili uende mbinguni inasema ni njia moja tu. Soma andiko. Watoto wangu wadogo nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Kwa hivyo kwa Yesu Kristo tu ndio tunaweza kwenda mbinguni, na hakuna mtu ambaye anaweza kutuombea makosa yetu. Hakuna mwingine anayeweza kutuombea makosa yetu tukasamehewa dhambi isipokuwa ni Yesu peke yake. Hakuna nabii yeyote wala hakuna mtume yeyote ambaye anaweza kutuombea dhambi zetu ili zikasamehewa na Mungu isipokuwa ni Yesu peke yake. Yeye ndiye peke yake anaweza kutuunganisha sisi na Mungu. Hakuna mtume mwingine. Kwa nini nasema hivyo? Nisaidie Mathayo 28:18. Hakuna yeyote, iwe nabii yeyote, iwe mchungaji yeyote, iwe mhubiri yeyote, anayeweza kukuombea wewe dhambi zako zikasamehewa isipokuwa ni Yesu peke yake. Ndiye mpatanishi wa dhambi zetu, na si dhambi zetu tu bali za ulimwengu wote. Soma andiko 28:18. Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Kwa hivyo mamlaka yote ya mbinguni na duniani yapo kwa Yesu Kristo, na Yesu ndiye mpatanishi peke yake wa dhambi zetu. Hakuna mwingine, hakuna nabii wala mtume yeyote anayeweza kutupeleka kwa Mungu isipokuwa ni Yesu Kristo peke yake. Maana mamlaka yote ya mbinguni na duniani yapo kwake. 14:6 Yohana Injili. 14:6 Yohana Injili. Mamlaka yote yapo kwa Kristo, na yeye ndiye mpatanishi wa dhambi zetu, na si dhambi zetu tu bali za ulimwengu wote. Kwa nini? Nisaidie 14:6 kitabu cha Yohana Injili. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Yaani Yesu anasema hivi, mtu hatafika kwa Baba, hautafika kwa Mungu isipokuwa kwa kupitia kwa njia ya Yesu Kristo, kwa sababu yeye ndiye njia, kweli na uzima wa milele. Yeye Yesu Kristo, mamlaka yote ya mbinguni na duniani yapo kwake, na yeye peke yake ndio anaweza kutuombea dhambi zetu zikasamehewa na Mungu. Maana yeye peke yake ndiye mpatanishi wa dhambi zetu sisi, na hakuna mtume mwingine. Na ili ufike kwa Mungu ni lazima upite kwa njia yake. Maana anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima wa milele, na mtu haji kwa Baba isipokuwa kwa njia ya mimi. Kwa maana ulimwengu wote, dunia yote na mbingu, mamlaka zote ziko chini yangu. Huwezi kufika mbinguni usipopita kwa Yesu Kristo. Ili uende mbinguni ni lazima upite kwa Yesu Kristo, njia ni moja tu. Na yeye anasemaje? Nisaidie 14:15 kitabu cha Yohana Injili. Ili upite kuenda mbinguni ni upite kwa Yesu Kristo. Na yeye anasemaje? Anasemaje? Mkinipenda mtazishika amri zangu. Kwa hivyo yeye anasema ili uende mbinguni ni umpende, na ukimpenda utazishika amri zake. Amri zake tumeziona ndani ya Biblia ya kwamba zipo 10. Ukikosa kushika hizo amri 10, ujue wewe ni wa motoni moja kwa moja. Ukikosa kuzishika amri za kwenye Biblia, ukikosa kuzishika amri 10 za kwenye Biblia, Waarabu wanasema hivi, fi nari jahannam khalidina fiha abadan, wewe ni motoni moja kwa moja, hautasalimika. Msaidie kitabu cha Ufunuo
Nisaidie kitabu cha Ufunuo 14:13. Nimalizie hapo. Hakuna mahali ambapo utapita uende mbinguni usipite kwa Yesu. Na afadhali injili hii msingesikia. Wiki iliyopita tulikuwa ng'ambo pale kwa ndugu zetu kule ng'ambo. Tumetoka kule tumekuja hapa ili kusudi tukitoka hapa tutaenda sehemu nyingine. Tunaona turudi tena hapa kwa upande huu kwa sababu imetenganishwa na barabara. Lakini tutamaliza tutaenda sehemu nyingine. Injili iliyokuwa kule ndio injili ambayo iko hapa. Kwa hivyo hakuna cha tofauti. Wale walipata na huku mnapata injili hiyo. Maamuzi yanabaki kuwa kwenu tu. Hakuna mtu ambaye anaweza kulazimisha kwamba wewe inahitajika ufuate imani hii au ufuate imani ile. Wewe ndio utafanya uchaguzi mwenyewe. Soma andiko inasema, asemaje? Nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, Ufunuo 14:12. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Hao wazishikao amri za Mungu. Na imani ya Yesu. Na imani ya nani? Ya Yesu. Na imani ya nani? Ya Yesu. Kwa hivyo wewe ambaye anaishika sheria ya Mungu, wewe anayefahamika na imani ya Yesu, yeye anaitwa mtakatifu. Lakini kwa sababu tumeona amri za imani nyingine zimeandikwa katika vitabu vya pembeni katika katekisimu, na katika hizo amri moja imeondolewa, amri ya kusimamisha sanamu. Lakini Biblia ilishasema tangu mwanzo. Hebu nisaidie Yakobo 2:10. Tangu mwanzo Biblia ilishasema tangu mwanzo. Kwa hivyo Mungu huwa anatufahamisha mawazo ya shetani kabla hajafika, lakini ukitaka kusoma Biblia tu. Kisoma Biblia utajua. Tuzishike amri za Mungu. Amri za Mungu zipo 10 zinapatikana ndani ya Biblia. Tumesoma. Na hizo za huko nje tumezipata tu, tena hata kwa maneno zimetofautiana. Na zimeondolewa amri moja, ya pili imeondolewa. Sasa wewe ukiondoa amri ya kwanza, Yesu akija utaenda kwenda mbinguni? Hebu soma andiko. Yakobo 2:10 inasema. Anasemaje? Maana mtu awaye yote atakayeshika sheria yote, atakayeshika amri zote, ila akajikwaa katika neno moja, katika amri moja, amekosa juu ya yote. Sina ameondoa amri moja? Ndio. Lakini Mungu anasema ukiondoa amri moja katika zile 10, ujue umekosa juu ya yote. Inasema kwa maana yeye aliyesema usizini, pia alisema usiue. Basi japokuwa hukuzini, lakini umeua, umekuwa mvunja sheria. Kwa hivyo Mungu aliyesema mimi ni Bwana Mungu wako, usichonge sanamu, ndio Mungu aliyesema mimi ni Mungu wako, usiwe na Mungu mwingine ila mimi. Kwa hivyo wewe umekuwa na Mungu mmoja, haukuwa na Mungu mwingine, lakini umechonga sanamu, wewe unakuwa ni mvunjaji wa sheria. Umekuwa mvunja sheria kwa sababu Mungu amesema usivunje amri. Ukichonga sanamu ukaifananisha na chochote, wewe umekuwa ni mvunja sheria kwa sababu amesema usichonge sanamu ukaifananisha na kitu chochote kilichokuwa mbinguni wala chini duniani. Unakuwa mvunja sheria tu, unakuwa ni mvunja sheria Babeli. Kwa hivyo unahitajika utoke. Penye watakatifu ni mahali ambapo wanazishika sheria za Mungu. Leo tupo hapa nanyi, tutakuwa nanyi hapa siku kadhaa zijazo katika juma hili, siku 3. Tutachambua vizuri kama manabii wa uongo, tutachambua vizuri makosa ya kanisa, maana tumeruhusiwa tuyazungumze. Hebu nisaidie Isaya 58:12 au 58:1. Piga kelele 58:1. Piga kelele usiache. Anasema piga kelele usiache. Paza sauti yako kama tarumbeta. Wahubiri watu wangu kosa lao. Na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Kwa hivyo tumeruhusiwa na Mungu anatuambia tupaze sauti. Tusipohubiria makosa yaliyotendeka ndani ya makanisa, ujue ya kwamba hautajua mahali ulipoanguka. Tukija kukuambia Yesu Kristo
tukija kuambia Yesu ni Kristo, hata katika madhehebu mnaenda wanasemaga Yesu ni Kristo na wanasema Yesu ni mwana wa Mungu, wanasema hivyo. Lakini tusipohubiria yale makosa ambayo yanayotendeka ndani ya makanisa, hamtaweza kujua wapi ambapo mlipoanguka. Kwa hivyo lazima tuambie makosa yanayotendeka ndani ya makanisa, ibada ambazo watu wanazifanya ndani ya makanisa zisizompendeza Mungu, lazima tutawekea hapa, mtaziona, ili kusudi ufanye uchaguzi. Tunafanya injili hii ni kwa sababu ya Mungu tu. Mungu ametutuma tunafanya, lakini injili kama hii ni injili isiyopendwa na watu wengi, lakini tutaihubiri tu. Wewe ubaki na uchagua na uchaguzi, ukikubali ukubali, na ukikataa ukatae, uchaguzi upo juu yako. Kwa hivyo nimalize kusema asanteni kwa kunisikiliza. Yote ambaye atakuwa na swali juu ya hii topic niliyozungumza hapa, juu ya mada hii, Shetani alikuwa mbinguni akaja duniani, na amekuja duniani anaabudiwa ndani ya makanisa. Ukiwa hukuelewa kwamba anaabudiwaje ndani ya makanisa, unakaribishwa kuuliza. Hakuna wahubiri wanahubiri alafu wanawakaribisha watu kuuliza maswali. Watu wanahubiri alafu wanaondoka. Lakini wewe ukiwa na swali au mahali popote hujaelewa, uje uulize, kama swali lako lionekane tu limejengwa ndani ya msingi wa Biblia, au hata kama limejengwa ndani ya msingi wa Biblia, uulize kutokana na kile ulichosikia. Watu hujaelewa, tutakuelewesha kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kupitia Biblia. Na vitabu viko, mfuko umejaa vitabu. Huu mfuko umejaa vitabu, Biblia tofauti tofauti na vitabu vingi. Kwa hiyo kila utakapokuja na swali lako hautakosa majibu, kama unahitaji kweli kujifunza na unahitaji kweli kumjua Mungu pekee wa kweli. Kwa hivyo mjue Shetani anaabudiwa ndani ya makanisa, na Mungu anasema mtoke Babeli. Katika ujumbe wa siku hizi za mwisho, Mungu anawahubiria kwamba watu watoke Babeli, wasije wakapigwa chapa. Utakuja kuifafanua chapa ya mnyama ni nini, tutakuja kuwafahamisha. Chapa ya mnyama ni 666. Tutakuja kuwafahamisha hiyo chapa ni nini. Watu kagongo, maana anashinda kusema eti utagonga sijui usoni, sijui utagonga kwenye chipu, sijui utawekwa sijui nini, sijui utawekwa GPS sijui. Ndio chapa ya mnyama. Chapa ya mnyama inazungumzia mambo ya kiroho, sio mambo ya kwenye laini, wala si mambo ya chipu, wala sio mambo yanayoonekana, ni mambo ya kiroho. Ile mambo ya kiroho ndio kuna kuzama chapa ya mnyama, na mambo ya na chapa ya Mungu na wewe hivyo, mambo ya kiroho. Sio mtu ameweka chapa ya mnyama, hapana. Hiyo sio kweli. Tutafafanua vizuri na kila mtu ataelewa. Kwa hivyo naomba tuendelee kuwa wasikivu, atakuja mhubiri mwingine na Mungu awabariki. Ukiwa mahali hujaelewa, unakaribishwa, unauliza, tunaendelea salama ili tuwe wote pamoja mpate kuelewa. Asanteni ndugu zangu na Mungu awabariki. Tumeenda Lisago.